Karibu tena kwenye simulizi yetu ya pili inayokwenda kwa jina Dunia. Tunakushukuru sana kwa mapokezi ya kushangaza kwenye sehemu ya kwanza. Twende sasa kwenye mwendelezo wa hadithi hii ya kusisimua, ikiwa ni sehemu ya pili. Tuanze sasa. Neema alitembea taratibu barabarani, miguu yake ikipiga hatua za mashaka, kama moyo wake usivyoweza kuamua kati ya hasira na upendo. Jiji lilikuwa limeanza kutulia, taa za barabarani zikianza kuwaka huku kelele za magari zikizidi kupungua. Alienda mpaka kituo cha daladala, lakini hakuwa akielekea popote. Alikaa tu kwenye benchi la zege, akilinda kimya chake kana kwamba hakutaka mawazo yake yasikike kwa yeyote. Simu yake iliendelea kubebwa mkononi, lakini hakuwa tayari kuipiga tena. Swali moja tu lilirudi akilini: kwa nini aliondoka? Na sasa, kwa nini amerudi? Ghafla sauti ya mzee muuza karanga pembeni yake ikamrudisha kwenye hali halisi. Dada, unaonekana kama mtu aliyepotea njia. Neema aligeuka taratibu, akacheka kwa uchungu. Sijapotea barabarani mzee, nimepotea moyoni. Mzee yule alitabasamu kwa upole. Hata moyo unaweza kuongozwa kama unataka kusikia. Neema hakujibu. Alisimama akaondoka kimya, akijua kabisa kuwa anahitaji jibu moja kutoka kwa Sudi. Alipanda bajaji na kumwambia dereva kwa sauti ya kusita, Magomeni kwa Best Sound. Wakati huo huo, Sudi alikuwa amejifungia chumbani kwa rafiki yake Musa. Chumba kilikuwa kidogo, lakini kilijaa harufu ya kumbukumbu, posta za muziki ukutani, spika zilizozeeka na godoro lililoegemezwa kwenye kona. Alishika simu yake mkononi, akiitazama picha ya zamani ya Neema aliyokuwa amehifadhi kwa miaka. Alikuwa amevaa gauni la kijani kibichi, tabasamu lake likiwa kama mwangaza wa jua la asubuhi. Sudi alijikuta akizungumza kimya, nisamehe Neema. Musa aliingia bila kubisha hodi, akamkuta Sudi akiwa kwenye hali ya kutafakari. Umejua yuko wapi? Aliuliza. Sudi alikuna kichwa. Saloni ile ya mama Rehema. Musa alimtazama kwa macho ya huruma. Kama kweli uko tayari, nenda, lakini usimuumize tena. Watu hubeba maumivu kwa miaka, wengine hawaachi kuyabeba kamwe. Sudi alisimama akavuta pumzi ndefu. Siendi kuumiza, siendi kuuliza, naenda kueleza. Kama ataamua kunisamehe, hiyo ni zawadi ya maisha. Neema aliwasili Magomeni. Moyoni alikuwa kama kioo kilichopasuka, vile vipande vilikuwa vinaumiza kila wakati alipovikumbuka. Alitembea hadi kwenye duka la Best Sound, akakuta mlango umefungwa nusu. Ndani taa za buluu zilikuwa zimewaka, zikitoa mwangaza hafifu. Alisukuma mlango. Mlio mdogo wa kengele ulichanganyika na hofu aliyokuwa nayo. Na hapo macho yake yakakutana na ya Sudi. Wote walitazamana. Hakuna aliyesema neno. Kulikuwa na ukimya wa sekunde chache, lakini ndani yake kulikuwa na mazungumzo ya miaka mitatu. Sudi alitembea polepole, akafika karibu naye. Neema, kwa nini uliondoka? Aliuliza kabla hajamaliza. Sudi alishusha pumzi. Sikujua namna ya kupambana na kile kilichokuwa kinanitafuna ndani. Nilihisi sina maana. Nilihisi nikiwa karibu nawe, ningekuharibu. Neema aliinamisha macho, sauti yake ikitetemeka. Unajua kilichoniumiza si kuondoka kwako, ni kimya. Sikujua kama ulikuwa hai au umekufa. Sudi alisogea karibu zaidi. Nilijua sikustahili, lakini kila siku nilikuwa na kuona kwenye ndoto, na kuona ukiwa na hasira, ukiwa na huzuni, na mara nyingine ukiwa na tabasamu. Neema alipandisha macho. Na sasa? Sudi alitabasamu kwa uchungu. Sasa nimerudi, si kwa sababu najua utanisamehe, bali kwa sababu moyo wangu hauwezi kuendelea kuishi ukiwa na deni lako. Kimya kidogo kilifuata. Halafu Neema alimtazama usoni, machozi yakimtoka taratibu. Sudi, moyo huu haujasahau, lakini si rahisi. Niko tayari kungoja hadi utakaponiamini tena. Neema aligeuka kuondoka, lakini kabla hajafika mlangoni alisimama akasema bila kuangalia nyuma, sikuja hapa kukuambia kwamba nimekusamehe, lakini sikuja pia kukuambia kuwa sikupendi tena. Aliondoka. Sudi alibaki amesimama, macho yake yakimtazama hadi alipotoweka. Kwenye uso wake kulikuwa na machungu, lakini pia matumaini. Kwa mara ya kwanza, baada ya miaka mitatu, moyo wake ulipumua. Na kwa mara ya kwanza, Neema alijua kuwa jibu la swali lake, je, bado anampenda? Halikuwa rahisi, lakini hakika, bado moyo wake haujafunga mlango. Sehemu ya 3 inakuja. Je, Sudi atavumilia kusubiri?
Je, Neema ataweza kuponya majeraha ya ndani? Je, kuna jambo lingine ambalo Neema hajui? Itaendelea na sehemu ya 3. Asanteni.